Nairobi, Kenya, Jumatano, Oktoba tarehe 1, 2025, mrembo na mfanya biashara Diana Marua ametangaza rasmi kujitenga na kazi ya muziki ya mumewe Bahati. Akisema hataunga mkono mwelekeo mpya wa muziki wake baada ya kutolewa kwa video yake tata Seti. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa mtandaoni kuhusu mipaka ya kimaadili, biashara na usanii ndani ya ndoa ya mastaa. Katika taarifa rasmi aliyochapisha Jumatano, Diana alieleza kuwa anaheshimu safari ya sanaa ya Bahati, lakini msimamo wake binafsi kuhusu chapaa na maadili hauruhusu kushiriki katika mwelekeo mpya wa muziki huu. Najua wengi wenu mmeona mazungumzo na mijadala kuhusu Bahati. Nampenda na naheshimu safari yake, lakini nataka kuwa wazi. Mwelekeo wangu ni tofauti. Nimejikita kikamilifu katika biashara, ushirikiano na chapa zinazoniamini. Hiyo inamaanisha kubeba taswira ya uwajibikaji na ukuaji, aliandika Diana. Video ya Seti iliyotolewa wiki iliyopita ilijaa maudhui ya kuvutia na picha tata ambazo zimejadala mikali mitandaoni. Baadhi ya mashabiki walilaani hatua hiyo wakiona kama kinyume na maadili ya kifamilia, huku wengine wakisema Bahati ana haki ya kujieleza kisanaa. Kwa upande wake, Diana alisisitiza kuwa maamuzi yake ni ya kulinda heshima ya familia na nafasi yake kama mjasiriamali na mfano wa kuigwa. Katika ujumbe wake, Diana alieleza kuwa hatua ya kujitenga na kazi ya Bahati haimaanishi kukosa kumuunga mkono kama mume, bali ni uamuzi wa kulinda chapa yake binafsi. Kwa heshima ya familia yangu, washirika wangu na watu wanaoniangalia, sitahusishwa na mwelekeo ambao Bahati amechukua hivi karibuni. Ninaamini katika kusaidiana, lakini pia ninaamini katika kulinda chapa yangu na nafasi zinazonijenga, aliandika. Kwa miaka kadhaa, Diana na Bahati walionekana kushirikiana katika kazi nyingi za muziki na kibiashara, hasa kupitia YouTube na miradi ya kijamii. Hata hivyo, tangazo hili linaashiria mwanzo wa sura mpya ambapo wawili hao wataweka mipaka ya wazi kati ya ndoa na kazi zao za ubunifu. Wachambuzi wa tasnia ya burudani wanasema hatua ya Diana huenda ikawa na athari pana kwa ushirikiano wao wa kibiashara, lakini pia inaweza kuwa mfano wa jinsi wasanii wanavyoweza kuheshimiana hata wanapotafutiana kitaaluma. Mara baada ya tangazo hilo, mashabiki mtandaoni waligawanyika. Baadhi walimpongeza Diana kwa msimamo wake, wakisema ni mfano wa mwanamke anayeweka mipaka ya heshima na biashara. Mshabiki mmoja aliandika kwenye X, zamani Twitter, Diana ni mfano wa nguvu ya mwanamke. Ameonyesha kuwa unaweza kumpenda mume wako na bado ukalinda chapa yako. Lakini wengine walimkosoa, wakisema hatua yake inaweza kudhuru ndoa yao na kazi ya Bahati. Wangeweza kusuluhisha tofauti zao ndani ya nyumba badala ya kutangaza hadharani, alisema mtumiaji mwingine. Wakati Diana akitoa taarifa hiyo, Bahati hakujibu moja kwa moja kuhusu msimamo wa mkewe. Hata hivyo, kupitia mitandao yake ya kijamii, aliendelea kupromoti kazi yake mpya, akiwataka mashabiki kutazama na kushiriki video ya Seti. Baadhi ya wachambuzi wanasema kimya cha Bahati ni mkakati wa kuepuka mgongano wa moja kwa moja na mkewe, huku akilinda nafasi yake kama msanii anayeendelea kusukuma mipaka ya ubunifu. Tangazo la Diana linadhihirisha changamoto ambazo wanandoa mastaa hukutana nazo wanapojaribu kusawazisha kati ya maisha ya kifamilia na kazi za sanaa au biashara. Katika ulimwengu wa kidijitali, kila hatua huangaliwa kwa makini na kila maamuzi ya kisanii huathiri chapa binafsi. Kwa Diana,
Uamuzi wa kutokuhusishwa na muziki wa Bahati ni njia ya kujitambulisha kama mjasiriamali na mwanamke mwenye msimamo thabiti. Mashabiki wengi sasa wanajiuliza iwapo tangazo hili ni mwanzo wa mpasuko au ni hatua ya kimaendeleo katika ndoa ya wawili hawa maarufu. Kwa sasa, Diana ameweka wazi kuwa anabaki kuwa mke na mshirika wa Bahati nyumbani, lakini mipaka ya kazi lazima izingatiwe. Wengi wanatazamia kuona iwapo wawili hao wataendelea kushirikiana kwa namna tofauti au iwapo kila mmoja ataendeleza njia yake binafsi. Hii ni Celebrity News Africa. Usisahau kucomment, kulike, kushare na zaidi ni kuombe usubscribe. Until next time, stay tuned.